Hello wapenzi wa CryptoMentor, karibuni tena katika channel yetu hii mpya. Na kama ndio mara ya kwanza kutembelea katika channel hii, tafadhali naomba usubscribe ili wa kwanza kupata notification pindi tutakapo upload video nyingine. Yes, karibuni sana. Leo nataka tuweze kuzungumzia blockchain technology na cryptocurrency kwa ujumla, ili tuangalie namna gani zinafanya kazi, lakini pia zinawezaje kutupatia faida. Sasa hapa tunaona ni blockchain technology na cryptocurrency. Blockchain technology tutaiona ufafanuzi wake na cryptocurrency tutaona ufafanuzi wake, lakini hapa tunaona kuna utangulizi wa teknolojia ya blockchain. Teknolojia ya blockchain kweli haijatengenezwa sehemu yote, imetengenezwa nchini Marekani kwa lengo la kuweza kutunza taarifa zao kama jeshi la Marekani, ili sasa kuepusha wale wadukuzi wanaoweza kudukua taarifa za Marekani, na limetengenezwa ndani mwaka 1991 nchini Marekani. Na lengo la kutengenezwa kwa hii blockchain ni kuelewa dhana, matumizi na faida na hatari. Kwa hivi vyote tunaenda kuviangalia siku ya leo. Yes. Sasa blockchain ni nini? Blockchain ni teknolojia ya kuhifadhi taarifa kidijitali. Umeona? Teknolojia ya kuhifadhi taarifa kidijitali ambayo sasa taarifa zote za kidijitali zina uwezo wa kuhifadhiwa ndani ya blockchain. Blockchain ni Web 3 technology. Ninaposema Web 3 namaanisha kulikuwa kuna Web 1, kuna Web 2 na Web 3. Web 1 tunaona ilipita na ilikuwa haina faida nzuri, ikaja Web 3 ambao Web 2 ambao ndio tunaitumia sasa hivi kama vile Facebook, WhatsApp na mitandao yote, social media zote zinatumia Web 2. Lakini sasa imeingia Web 3 ambao ndio blockchain technology. Hii blockchain technology ni teknolojia ambayo inamwezesha mtumiaji kufanya shughuli zake ndani ya huu mfumo pasipokuwa na shida yoyote. Lakini taarifa huhifadhiwa kwenye blocks zilizoungana. Sasa blocks zilizoungana maana yake zinakuwa hivi. Mfano hii blocks moja, hii ya pili, hii ya tatu, hii ya nne, hii ya tano, hii ya sita. Kwa hiyo zinakuwa hivi. Zimeungana hivi. Umeona? Sasa hapa usalama wake uko namna gani? Mtu kama yule hackers anapotaka kuifungua hii blocks ya kwanza, ili sasa aje kufungua na ya pili, aweze kufanikiwa kufungua blocks zote hizi na aweze kuiba hela zilizomo kwenye mfumo. Akifungua hii hapa itafunguka, lakini hizi zinaitwa ni hash. Atafungua hii alafu itakuja kutoa taarifa kwa huyu wa pili kwamba bwana, mimi huku niko nafunguliwa. Kwa hiyo huyu atafunguliwa vizuri. Ili huyu hacker akija kufungua hii blocks hapa, anajikuta hii huku imeshajifunga. Anakuja kufungua hii ya tatu, hizi huku zote mbili zishajifunga. Kwa hiyo haiwezekani kudukuliwa, haiwezekani kuibiwa. Ndio maana tunasema ni mfumo ambao uko salama kabisa. Ni daftari la pamoja au kwa Kiingereza inaitwa distribution ledger. Ni daftari ambalo linalokusanya data kwa pamoja na linaziunganisha hizo data zote kwa pamoja, na zote data zinakuwa ziko sehemu moja kwa usalama zaidi. Lakini pia hakuna mtu mmoja anadhibiti. Blockchain imetengenezwa kuondoa kabisa mtu katikati. Huwa kuna watu, mfano benki, serikali, watu binafsi, makampuni, mataasisi, yanaweza akawa ni watu wakati, lakini blockchain imekuja kumtoa mtu kati na imekuwa na usalama zaidi. Lakini sasa blockchain inafanyaje kazi? Kwanza kabisa kuna vipengele kama vitano hapa tunaviona, lakini kwanza kuna muamala unatengenezwa. Ni muamala ambao blockchain ina uwezo wa kutengeneza muamala ili kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Namba 2 tunaona kuna udhibitishwaji na mtandao. Namba 3 unawekwa kwenye blocks. Hii ni usalama kabisa kwa sababu inakuwa ndani ya blocks. Lakini namba 4 block inaongezwa kwenye chain. Na namba 5 rekodi inakuwa ya kudumu. Umeona muundo wa blockchain? Kila block ina data ya miamala. Kila block, maana yake kila block moja, nimewacholea hapa kwamba block hii, block hii, block hii, block hii, block hii. Hizi zote zinakuwa zimeungana. Kwa hiyo sasa hapa kinachofanyika sasa ni kwamba hii hapa inakuwa ina data, hii ina data, hii ina data, hii ina data, hii ina data. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa kufungua zote, lazima ufungue data zote ili uweze kufanikiwa kuweza kutoa miamala. Hash ya block husika, muundo kila blocks ina hash yake. Hash ya block iliyopita. Kila block ina hash yake, lakini pia hash ya kwanza ikifunguliwa, ukienda kwenye ya pili ukifungua hii ya kwanza inakuwa imeshajifunga. Umeona? Inakuwa imeshajifunga hash ya pili. Umeona? Hii huifanya blockchain kuwa salama sana. Umeona? Sasa faida za blockchain: usalama wa juu. Kwa nini ina usalama wa juu? Ina usalama wa juu kwa sababu inakuwa haina miliki. Kwanza haina mtu kati ambaye anaweza kuchezea mfumo na kuvuruga kabisa kila kitu kilichopo. Lakini pia inakuwa haiwezekani kudukuliwa. Kuna millions of computer duniani, zote zimeungana na hii blockchain, ambapo sasa huwezi kudukua moja na ukafanikiwa kufungua kwa sababu zinakuwa zimeungana, ziko sehemu tofauti. Lakini pia uwajibikaji, transparency, ina uwazi mkubwa. Blockchain technology una uwezo wa kukavua kila kitu ndani ya blockchain, iko transparent, haina kuficha kila kitu, data zote zinaonekana na una uwezo wa kufanya research kwenye mfumo wa blockchain kabisa. Lakini pia gharama ndogo. Kwenye gharama hapa ndio pazuri kwa sababu
Blocks unaweza kutuma leo pesa kwenda nchini Marekani au ukatuma pesa nchi za nje, gharama zikawa ni kidogo sana. Zile gharama ni tofauti kabisa na kutuma fiat money. Fiat money unaweza kutuma kwenda Marekani ukapata makato makubwa, lakini pale ambapo ungekatwa shilingi 10,000 au 100,000, huku utakatwa 0.1 au 0.05. Kwa hiyo ndio makato yake, $0.1 au $0.5. Umeona, makato ni madogo sana. 0.1 au 0.01 au 0.05. Hayo ni makato ya cryptocurrency ndani ya blockchain. Lakini pia kasi ya miamala, unaweza ukatuma leo pesa kwenda nchi za nje ikatumia ndani ya dakika 3 mpaka 10. Lakini leo ukisema umetuma pesa kwenda Marekani, hizi za kawaida, pesa za serikali au fiat money, unaweza kutuma kwenda Marekani, pesa ikafika ndani ya wiki moja. Umeona, ndani ya wiki moja ndio fedha inafika Marekani. Umeona, au na zaidi. Umeona, lakini kwenye blockchain inafika kwa wakati, na kwa sababu inakuwa haina mtukati, kwa inakuwa haina sababu ya kuchelewa wala haicheleweshwi sehemu yoyote. Lakini pia ubunifu wa teknolojia, kuna watu wengi wamebuni teknolojia mbalimbali zinazotumia mfumo wa blockchain. Umeona, anatengeneza project yake, anaweka ndani ya mfumo wa blockchain, then inaanza kuoperate vizuri kabisa na ikiwa na usalama mkubwa zaidi. Zipo project nyingi tunazifahamu ambazo pia zinaoperate ndani ya mfumo wa blockchain. Umeona, sasa ndani ya mfumo wa blockchain kuna kitu kinaitwa cryptocurrency ambacho kinaoperate ndani ya mfumo wa blockchain. Sasa cryptocurrency ni nini? Cryptocurrency kwanza ni pesa ya kidijitali. Hii imeanza tangu mwaka 2009 ambapo ilidesigniwa mwaka 2008 baada ya kutokea anguko la uchumi duniani. Sasa huyu Satoshi Nakamoto, hajulikani kama ni mtu mmoja au ni kikundi, akaja na hili wazo la kutengeneza cryptocurrency ambayo ni sarafu fiche au sarafu za kidijitali. Na ujio wa cryptocurrency ndio tunasema ni fourth industrial revolution, ni mapinduzi ya 4 ya viwanda. Maana yake kulikuwa kuna mapinduzi ya kwanza, ukaja mapinduzi ya pili, ukaja mapinduzi ya tatu, na sasa tuko mapinduzi ya 4. Na mapinduzi ya kwanza tunaona ilikuwa ni barter trade, mapinduzi ya pili yakaja ni ile coin, na ya tatu ni fiat money na au paper money, na ya tatu na ya 4 ndio hii cryptocurrency. Sasa cryptocurrency kwanza ni pesa ya kidijitali ambayo ni pesa, wala sio kampuni, wala sio taasisi, wala sio biashara. Cryptocurrency ni fedha kama fedha zingine, isipokuwa hii inakuwa ni fedha ya kidijitali. Umeona, hutumia blockchain kama vile tunavyoona M-Pesa inatumia mfumo wa Vodacom, Airtel Money inatumia mfumo wa Airtel, na HaloPesa inatumia mfumo wa Halotel, na Mixx by Yas inatumia mfumo wa Yas. Sasa na hizi cryptocurrencies zinatumia mfumo wa blockchain. Ili ziweze kufrustrate na kuweza kufanya kazi, lazima zinahitaji mfumo ili ziweze kuoperate. That's why ndio maana zinaoperate ndani ya mfumo wa blockchain. Lakini pia haina udhibiti wa benki kuu. Kama tulivyoona kwenye blockchain hakuna mtukati. Benki inawezekana mtukati, serikali inawezekana mtukati, makampuni tofauti inawezekana mtukati. Lakini hii hapa haina mtukati. Leo hii ningetaka kumtumia mtu kutoka Voda kwenda Voda labda yuko sehemu tofauti, manake lazima Voda na serikali watafanya upembuzi yakinifu ile fedha au ile muamala nao utuma. Lakini sasa kupitia hii cryptocurrency, kupitia hii blockchain imeondoa hao watu. Imebaki ni blockchain, haina udhibiti wa benki kuu, haina udhibiti wa kampuni yote, haina udhibiti wa serikali, haina udhibiti wote. Mtu ukitaka kutuma pesa, unatuma pesa zinaenda moja kwa moja, yani peer to peer, mtu na mtu. Mimi nikituma pesa na mtumia mtu moja kwa moja. Lakini pia mfano Bitcoin, Ethereum, Solana. 2009 ilitengenezwa coin ya kwanza inaitwa Bitcoin. Hii Bitcoin ni cryptocurrency ya kwanza ambayo tunaita ni crypto mama, ambayo ilitengenezwa na huyo Satoshi Nakamoto, na ilianza na thamani ndogo sana kama 0.005. Unaona, hiyo ni dola 0.005 kama shilingi 12 tu hivi, kama shilingi 12 kwa bei sasa hivi. Lakini sasa hivi iko zaidi ya dola, ilifika hadi dola 120,000. Umeona, kwani ni fedha ambazo zina uwezo wa kupanda, zinapanda kwa spidi sana, zinashuka kidogo lakini zinapanda sana. Kwa hiyo hizi cryptocurrency tukasema ni asset, hizi ni asset ni money. Umeona, kuna makampuni mengi yanatumia Bitcoin kama malipo, lakini pia kuna makampuni yanatumia Bitcoin na cryptocurrency zingine kama payment method. Kwa hiyo sasa cryptocurrency ni fedha kama fedha zingine. Sasa crypto inafanyaje kazi? Kwanza, mtumiaji hutuma kupitia wallet. Ili ziweze kufanya kazi zinahitaji kuwa na wallet. Umeona, zinahitaji kuwa na wallet. Ili sasa ile wallet ndio itafanya kazi ya kuhifadhi zile crypto zako, na wallet kwa sababu fedha ziko ni mtandaoni, lakini na hizi wallet pia zitakuwa ni online. Umeona, zitafanya online, zitakuwa ni wallet za online. Ziko wallet nyingi ambazo ni decentralized, lakini pia na centralized ambazo zinazomilikiwa na watu na ambazo hazimilikiwi na watu. Hapa ndio unaweza ukazitunza fedha zako, na ukitaka kufanya matumizi yoyote unatoa kutoka kwenye hizo wallet na kwenda kufanya matumizi mengine. Kama unataka kupurchase kitu chochote kupitia crypto hiyo, unatoa kwenye wallet, unaenda unamtumia mtu unataka kununua hicho kitu. Lakini namba 2, mtandao unathibitisha. Umeona, hii inategemeana na mtandao. Mahali popote penye mtandao, penye network una uwezo wa kufanya transaction, una uwezo wa kutumia cryptocurrency. Popote penye network una uwezo wa kufanya transaction yoyote. Lakini namba 3, muamala huwekwa kwenye blocks.
hii inathibitisha usalama wa blockchain kwamba kila muamala unawekwa kwenye blocks moja. Maana yake sasa hapo mtu hawezi kudukua pesa zako, wala haiwezekani mtu kuiba. Hata serikali haiwezekani kuangalia kwamba uona shilingi ngapi, haiwezekani kabisa, kwa sababu hata wenyewe wakitaka kuchunguza fedha unazomiliki lazima waanze kufungua hizi blocks, ambacho kitu hakiwezekani. Huwezi kufungua blocks ambazo ziko millions of computer duniani kote zimeunganishwa, kwa hiyo huwezi kufungua hizo blocks. Kwa hiyo lakini namba 4 nasema mpokeaji upokea kwenye wallet. Ili kuweza kumtumia mtu mwingine, na yeye yule unamtumia anatakiwa awe na wallet, ili sasa mimi mwenye wallet nikimtumia mtu mwingine mwenye wallet aweze kupokea kupitia zile wallet. Matumizi sasa ya crypto. Kwanza, malipo ya bidhaa na huduma. Kama nilivyosema awali, kuna makampuni mengi yanatumia cryptocurrency kwa ajili ya matumizi, yanatumia cryptocurrency kwa ajili ya kununua baadhi ya vitu. Mfano, kampuni ya B-Forward, hii kampuni ya magari ya B-Forward ina support Bitcoin kama payment method. Lakini pia kuna baadhi ya cryptocurrency ambazo zinatumika kwenye makampuni kama kununua bidhaa fulani. Mfano, ukienda Dubai, kuna malls ambayo inatumia a lot of cryptocurrency kwa ajili ya kupurchase kitu chochote. Umeona? Lakini pia uwekezaji. Sasa hapa kwenye uwekezaji tunaona kabisa kwamba kuna ile holding, unaweza ukanunua coin kadhaa afu ukazishikilia. Hapo tunaita investment, umewekeza, umezinunua, umehold. Lakini pia ndani ya cryptocurrency kuna makampuni mengi ambayo yanakuja na kuweza kufanya na kutoa nafasi, opportunity ya kuweza kuwekeza crypto zako au kuwekeza kwenye hizo project, na afu wenyewe wanakulipa kila baada ya muda fulani. Lakini pia kutuma pesa kimataifa, inatumika fedha kimataifa. Hizi cryptocurrency una uwezo wa kutuma taifa lolote duniani pasipokuwa na kipingamizi chochote, aidha iwe ni mtandao. Kama mtandao unakusumbua, hapo ndio inawezekana ina changamoto, lakini kama mtandao uko vizuri, hakuna shida yoyote, unatuma mahali popote. Sasa hizi cryptocurrency zina NFTs, zina DeFi, zina smart contract. NFTs ni non-fungible token ambazo ni zinatumika sana kwa wasanii, ambao sasa hawa wasanii wanaweza wakatengeneza NFT yao kupitia muziki, kupitia uchoraji na kuweza kuitengenezea smart contract, afu then wanauza kwa gharama kubwa sana. Lakini kuna DeFi. DeFi ni decentralized finance. Mambo yote yanayohusiana na finance yanaweza kupitia kwenye DeFi. Unaweza ukapitia huko kwenye decentralized finance. Lakini pia kuna smart contract. Hii smart contract ndio kama vile mkakati, ni mkataba janja ambao pia inakuwa ndani ya mfumo wa blockchain. Yes. Okay, historia fupi tunaona kuna 2008 Bitcoin white paper. 2008 ndio Bitcoin ilitengenezewa white paper yake, ambapo ilipostiwa kwenye mtandao wa Twitter. Lakini pia 2009 Bitcoin ilianza kama nilivyoeleza hapo awali. Baadaye altcoins nyingi, na baada ya Bitcoin kutengenezwa ndio zikaanza coins zingine tunaziita ni altcoin, kwa kirefu chake tunaita ni alternative coins. Maana hizi zilikuja na hizi zipo za aina tofauti. Kuna coins, kuna coins, kuna tokens, lakini pia kuna shitcoins. Umeona, ndani ya hizi umeona kuna zingine zinakuja kwa ajili ya kudampu tu, kuna zingine zinakuja kwa ajili ya matumizi, zingine zinakuja hazina matumizi, zingine zinakuja zina matumizi na ndio zinafanya vizuri. Zile ambazo hazina matumizi hazifanyi vizuri sana. Nani anaofaidika? Wanaofaidika ni watu wengi sana. Kwanza kabisa kuna investors. Investors kama nilivyoeleza hapo awali kwamba ni wale ambao wananunua coin, wanahold kwa muda mrefu, au tunaita ni investors. Umeona, au wawekezaji au holders, wale wanaoshikilia kwa muda mrefu. Lakini pia kwenye investors hapa kuna project nyingi ambazo zinazokuja zinafanya biashara za cryptocurrency. Umeona, hizi project nyingi zinafanya vizuri na zenyewe pia. Sasa zinachokifanya zenyewe zinakuja na project, alafu wewe unaenda kuwekeza crypto zako pale, alafu zenyewe zinakupa return baadaye. Lakini pia kuna traders. Traders ni wale wanaofanya biashara za cryptocurrency ndani ya mfumo wa blockchain na cryptocurrency kwa ujumla, ambao kwenye hizo cryptocurrency kuna trading za aina kama 3 hivi au 4. Kuna ya kwanza inaitwa spot trading, ya pili inaitwa future trading, lakini ya tatu inaitwa arbitrage trading na shitcoin trading. Unaona, sasa hizi zote ni aina ya trading ambazo zinaweza zikafanyika. Lakini pia kuna miners. Miners ni wale wachimbaji, Bitcoin miners, wale wana mine Bitcoin alafu wanapata ile miamala ya Bitcoin inapotea, then wanakuja kupata rewards. Umeona? Lakini pia kuna developers, ni wale ambao wanatengeneza project za cryptocurrency na kuzi-announce kwenye blockchain, au zinakuwa ziko out of blockchain lakini zinatumia cryptocurrency na zinaweza kufanya vizuri. Lakini pia kuna watumiaji wa kawaida. Watumiaji wa kawaida ndio wale ambao wanafanya spot trading, lakini pia na wale ambao wananunua coin na kuuza kawaida. Umeona? Sasa njia za kupata faida. Umeona? Njia ya kwanza kuna trading. Trading kama hizo nilizoelezea, investing au holding, kama nilivyoelezea, mining, una wachimbaji, staking, kuna airdrop, kuna NFTs and DeFi. Zote hizi ni njia ambazo mtu unaweza ukapata faida kubwa sana. Hatari, kila kitu kinakuwa kina faida na hasara. Cryptocurrency pia ina hatari yake. Hatari ya kwanza inaitwa volatility kubwa. Kwenye zile candlestick, mfano kama wale wanaofanya trading, anaweza kukutana na news. Ile news ikamsababisha ile candlestick ikapanda sana, ikaenda juu sana, au ikashuka sana, ikasababisha amepoteza pesa zake kwa wale wanaofanya trading. Lakini pia hizi project ambazo zinazoingia, ziko zingine ambazo ni nzuri, zingine sio nzuri. Ambazo
sio nzuri, unaweza ukaweka pesa afu wakafunga wakaondoka. Lakini pia kuna matapeli, scams. Matapeli pia huwa wapo huku, wapo wengi sana. Kama hauko makini unaibiwa pesa. Lakini changamoto za kisheria, kama nchi yetu ya Tanzania bado hawajakubali mfumo, hawajathibitisha kukubali mfumo. Kwa hiyo hii ni changamoto, hata namna ya kufanya kama unataka kufungua ofisi na vitu vingine inakuwa ni changamoto. Lakini pia kupoteza access ya wallet. Ukifungua wallet, mfano ile decentralized wallet kama Trust Wallet, MetaMask, Token Pocket, ukipoteza yale maneno